Karibu mpenzi mtazamaji wetu ndani ya Mzee Yakobo Sport, tuweze kuangazia tetesi za usajili zilizojili leo. Karibu uweze kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza kitufe kilichoandikwa neno subscribe, au kama unatufuatilia upande wa TikTok na mitandao mingineyo unaweza ukatufollow kwa kubonyeza alama ya jumlisha. Tuanze na kule Manchester United. Klabu ya Manchester United iko tayari kumpa kiungo wake wa kati na kiungo mshambuliaji raia wa Ureno Bruno Fernandes mkataba ulioboreshwa wenye thamani ya hadi mshahara wa euro 400,000 kwa wiki, lakini mchezaji huo mwenye umri wa miaka 31 ameweza kusema kwamba atatoa mustakabali wake kama klabu hiyo itafuzu klabu ya mabingwa, yani kwa sababu malengo yake anataka kucheza UEFA Champions League msimu ujao. Hivyo basi Manchester United wanaendelea na mazungumzo na Bruno Fernandes na wametoa uamuzi kwamba wanamhitaji aendelee kusalia kwenye timu yao na wako tayari kumpa mshahara ule ambao mwanzoni alikuwa anautaka. Ila Bruno mwenyewe ameongeza tena sharti jingine kwa kusema kwamba kama timu hiyo itaelekea UEFA Champions League basi atasalia mahali hapo. Kwingineko, beki wa klabu ya Tottenham Mark van Van mwenye umri wa miaka 24 anasakwa na klabu ya Barcelona ambao wanatazamiwa kuzidisha juhudi zao za kumsajili mchezaji wa kimataifa raia wa Uholanzi msimu wa joto. Barcelona wamekuwa kitafuta mlinzi wa pembeni upande wa kushoto kwa muda mrefu na wanamtazamia kama Van de Van kuwa mbadala sahihi katika timu yao. Kwingineko, mustakabali wa kiungo wa Manchester United Kobbie Mainoo katika klabu hiyo bado uko hewani katika mazungumzo, bado hapajafika muafaka, ingawa mazungumzo ya mkataba mpya yanaendelea kati ya Manchester United na wawakilishi wa Kobbie Mainoo. Bado mazungumzo yanaendelea, bado taarifa hazijawa rasmi kwamba amepewa mkataba mpya wenye vipengele gani na kwa masharti gani. Tutaendelea kuhabarishana kadiri nyakati zinavyoendelea kusogea. Twende paka kule Arsenal. Klabu ya Arsenal wamewaambia Inter Milan kwamba mshambuliaji wa Kitaliano mwenye umri wa miaka 20 Pio Esposito hauzwi kwa bei yoyote. Wameambiwa hivyo na Inter Milan kwa sababu Arsenal walienda kuomba kumpata Pio Esposito kwa ajili ya kuongeza nguvu kwenye timu yao ile ya Arsenal. Kama unavyojua kwamba Arsenal hivi karibuni wamekuwa kifanya vizuri sana kwenye soko la usajili, lakini Inter Milan wamewakatalia kwamba mchezaji huyo hauzwi. Kwingineko, Juventus wako tayari kufufua nia yao ya kumnunua forward wa Paris Saint-Germain na Mfaransa Randal Colomwani ambaye mwanzoni walionyesha kumtaka ila baadaye matumaini yao yakafifia. Lakini sasa wameonekana tena wamerudisha nia ya kumtaka Randal Colomwani ambaye yuko kwa mkopo katika klabu ya Tottenham Hotspur kwa sasa. Randal Colomwani mwenyewe bado hajapata mkataba wa kudumu na klabu ya Tottenham. Hivyo kama Juventus watamuhitaji kuweza kumpa mkataba wa kudumu, basi atarejea tena kwenye timu hiyo ambayo mwanzo waliwahi kuitumikia pia kwa mkopo. Kwingineko, klabu ya Aston Villa ina nia ya moja kwa moja ya kuvutiwa na kumsajili kiungo mshambuliaji raia wa Wales Harry Wilson mwenye umri wa miaka 28 ambaye mkataba wake unamalizika msimu wa joto. Hivyo Aston Villa wanaendelea kumwangalia kama wataweza kupata nafasi waweze kumpata Harry Wilson kwa ajili ya kuongeza nguvu katika timu yao. Kwingineko, kiungo wakati wa klabu wa Bayern Munich na Australia Konrad Laimann mwenye umri wa miaka 28 anasitasita na amesitisha mazungumzo kuhusu kandarasi mpya ya kuweza kuiongeza ili asalie kwenye timu hiyo ya Bundesliga ya mabingwa au wa kihistoria wa ligi ile ya Ujerumani, na anaona kama anatakiwa kutafuta changamoto katika timu nyingine. Ingawa Bayern Munich walikuwa wamempa nafasi ya kuanza naye mazungumzo ya mkataba mpya katika timu yao, lakini mchezaji mwenyewe Laimann bado hajaweza kufunguka na nia ya moja kwa moja ya kuonyesha uamuzi wa kusalia kwenye timu hiyo. Basi tumefika tamati tetesi za kimichezo kwa siku ya leo na kukaribisha uweze kusubscribe channel yetu. Bye bye, tukutane tena wakati mwingine.